Taifa hili pia linaponzwa na uoga. Yaani tuna viongozi wa oga kiasi kwamba sio tu waoga nafikiri na ndoto ya kutaka kupendwa. Unajua tumeingia kwenye kaugonjwa wa kutaka kupendwa. Siku hiyo kwa namwambia rafiki yangu mmoja, ambaye unajua shida nikwambia rafiki yangu, unajua shida nyinyi mnaotaka urais. Muda mwingi mnataka kupendwa. Yaani hata pala ambapo kuna mambo ya msingi mnatakiwa kusimama kukemea, mnahisi kama mtaharibu kula. Yaani unataka mwizi akupende, mlarushwa akupende, yaani kibaka naye asikuseme vibaya. Sasa hii kasumba imeenda mbali zaidi. Sasa hivi humuoni kiongozi wa dini anayesimama hadharani kupambana na kukemea ushoga katika taifa letu. Yaani vitendo vya ushoga sio kwamba vimekwisha, vipo. Lakini don't see a commitment leader anayesimama kusema kwamba no, enough, it is enough. Tuokoe kizazi chetu hiki. Ila utawakuta wako kwenye mapambano ya kisiasa. Sasa najiuliza jamani, sasa kila mtu akitaka kuwa kiongozi kwa taifa linalozidi kumomonyoka maadili kama utakuja kuongoza, yani unaona raha kuja kuongoza mashoga. Yani unapambana usikemee rushwa, unataka kuona raha kuja kuongoza wala rushwa. Yani watu wanapotea watoto wao kwa madawa ya kulevya, hukemei unaona raha. Yani usikii, mimi natafuta hapa, yani kuiona ile strong message kama ambavyo tunaziona za kisiasa zinazogonga na kuwafanya watu wasio biashara madawa kulevya sio biashara sahihi. Sasa viongozi wa dini na viongozi wa kimila wasipotumia sauti ya, kimsingi viongozi wa dini ndio machinery pekee inayoweza kubadilisha tabia ya mtu. Sasa mimi naomba niwaombe viongozi wa dini, hawa wanasiasa wa ngazi za huku juu achane nao. Tuhangaika kutengeneza watoto wetu huku chini. Yaani tusihangaike na matawi, kwa sababu hawa mnaowalaumu kila siku ni waumini wenu. Ni waumini wenu, wana dini zote, Wakristo na Waislamu. Mnapiga kelele juu ya rushwa, hawa wala rushwa ni waumini wenu. Yaani wauza madawa ya kulevya hawa ndio watoa sadaka, ni waumini wenu. Tunahangaika sasa hivi watoto, fikiria mtu anachinja mtoto. Huoni kauli ya kiongozi wa dini wa kukemea hawa ni waumini wenu? Mimi niwaombe kwa unyenyekevu mkubwa, turudini kubanana na waumini wetu kwenye mimbali zetu. Tutengeneze kizazi kizuri chenye hofu ya Mungu. Hii rushwa itaondoka yenyewe tu. Sasa huku kote sasa hivi ukienda, I was there in Arusha kama mkuu wa mkoa, nimefanya takwimu pale, nikagundua walimu wa shule za msingi wa dini na za sekondari, vipindi vipo, hakuna walimu. Yaani vipindi vya dini vipo, lakini hakuna watumishi wa Mungu wanayekwenda kuwafundisha wale watoto. Sasa sawa, mmeona hao watoto hawana sadaka, basi aminini kwamba huyo Mungu anayefungua milango, Baba wa mbingu mwenye mali zote, atawapa kwa kuwahudumia watoto wake hao wadogo. Sasa hivi ukifanya utafiti wa kuangalia tu, kuna upungufu mkubwa wa walimu wa dini wa shule za msingi na sekondari ukilinganisha na miaka 15 iliyopita. Yaani huko nyuma miaka 15 iliyopita kulikuwa walimu wanapishana, mpaka unasikia kuna ugomvi walimu hawa. Sasa hivi walimu wa dini hawapo mashuleni. Sasa unajua walimu wanategemeaje huyu mtu aje kuwa mwadilifu? Yaani viongozi wa dini mnategemeaje huyu mtu aje kuwa mwadilifu wakati hamjahangaika kumtengeneza huku? Yaani abadilike tu hapa katikati, aingie chama gani awe mwadilifu? Siku moja marehemu mzee Sita akaniambia kitu. Tuko kwenye bunge la katiba, akasema unajua hawa wanaopiga kelele hawa hawajawahi kukaa jikoni. Ukimsikia mtu apiga kelele, rushwa ni hatari, yaani umsikia kiongozi wa siasa
Hasa rushwa kumchekia sasa, huyu hajawahi kukaa wapi? Huyu aikaa jikoni huyu. Mdomo utajaa mafuta hata sema. Yaani hapa hizi kelele za rushwa wengine zinapigwa kwa sababu ya nini? Ya njaa tu. Why? Kwa sababu msingi wa familia umeshaharibika. Kwa hiyo hawezi kuja kuwa mwema huku. Leo atamshambulia huyu aonekane huyu ni mpambanaji wa rushwa, lakini siku akikaa kwenye kile kiti. Kwani nyinyi wa Tanzania tulizame. Nyinyi kuna wangapi mmewasikia wanakemea rushwa wakiwa hawana madaraka, walivyopata wako wapi? Si mnajua kabisa kwamba fulani ukianza kuhesabu hivi sio akiingiaga pale wanakuaje? Sio wanakuaje? Walikuwa hawajawahi kuingia jikoni. Hata hawa tuliwaacha huku kwenye misingi ya kuwafundisha katika dini, tuliwaacha. Kwa mimi ni ombi langu kubwa viongozi wa dini, ili turudi kwenye maadili yetu, turudi kwenye asili ya uungu, watoto wetu wawe na hofu ya Mungu. Twendeni mashuleni, viongozi wa dini, tukarejeshe vipindi vyetu vya dini, na serikali haijazuia watoto wetu kushiriki kwenye vipindi vya nini? Vya dini.